Sasa unatizama mbali kwamba sahani imejaa, ile spidi ya kula ala katupa meno 32, hakutupa jino moja. Kwa sababu gani? Anza kusaga chakula mdomoni. Ndugu zangu wengi hapa sisi tunasaga chakula kwenye tumbo halina jino hata moja, na ndio maana kila tumbo leo. Sasa umeingiza mabonge kule, unategemea nini? Oh my God! Wow! Tafadhali, najua kuna watu na hasa wale wenye kisukari, siwashauri kabisa kuanza na kitu cha baridi sana. Mimi bwana, nimefunga leo, ngoja ninywe kitu cha baridi sana. Ukinywa kitu cha baridi sana, kwa wale wenye sukari, mishipa ili usipoteze joto inabana. Ikibana ni kwamba sasa insulin haiwezi, kwa sababu kuna homoni ambayo inatakiwa ije ili iondoe hii sukari kwenye damu ikaitunze. Na ndio maana saa zingine wanasikia mashehe wanasema anza na kitu cha moto. Ukinywa kitu cha moto unapanua mishipa, kwa sababu mwili unataka utoe joto nje usiungue. Sasa ukipanua, ina maana flow ya damu inakuwa nzuri zaidi. Lakini kabla sijajia vyakula, rai yangu ingine, mimi nimefika juzi usiku. Jana nilifuturisha nyumbani kwangu. Ndugu zangu wote Sheikh Abasi anawajua hapo, kila kona walijaa, wanafanya kila mwaka. Sasa unatizama mbali kwamba sahani imejaa, ile spidi ya kula ala katupa meno 32, hakutupa jino moja. Kwa sababu gani? Anza kusaga chakula mdomoni. Ndugu zangu wengi hapa sisi tunasaga chakula kwenye tumbo halina jino hata moja, na ndio maana kila tumbo leo. Sasa umeingiza mabonge kule, unategemea nini? Nini unachotegemea? Tumbo kazi yake ni kunyonya, sukuma chakula kiende kwenye utumbo mdogo sukuma kwenye utumbo mkubwa chukua inachotaka, toa kinachobakia. Naomba, sijui baadhi yenu kama mmewahi kufanya kazi na Wachina, Wajapani, wa Korea. Akikualika Mchina kula, we anza kutayarisha hapo masaa 3-4, kwa sababu wanaleta vitu kwanza kidogo, wanajipa muda kutafuna. Ndio sababu kubwa ala katupa meno 32, ni kwa ajili ya kutafuna. Usilitese tumbo kwa kuingia, ngoja nimalize vitumbua vyote, na haumkomoi yule aliyekualika. So ushauri mkubwa, anza na maji au supu ambao nani. Pili, tunaelezwa na mashehe wetu hapa, tende 1 mpaka pingili 5. Sasa wewe hata Bwana Mtume unampinga, robo kilo ameelezwa pale, pingili 3-5 zinatosha. Ukila robo kilo siku moja, siku 10 ni kilo 4 hizo, mwezi kilo 12 za tende tu zenye sukari, sijagusie hivi vitu vingine vya sukari. Alafu unatarajia afya yako itakaa sawa sawa. Tuchague tunda au sisemi kuna maandazi hapa 5-6, sio lazima ule yote yale. Mboga za majani, kwa sababu mboga za majani ninachokushauri sio kwa ajili yako au kwa ajili yangu. Ubu kwenye tumbo, tafadhali wale wenye simu watagugo, kuna bilioni karibu 40 ya wadudu wazuri. Jinsi walivyoingia, sayansi yetu mpaka leo bado haijajua. Wale ndo wanatufanya immunity yetu na kusaga chakula. Wale wanaonunua madawa wanajua, kuna dawa sio antibiotics, kuna dawa zinauzwa probiotic, ni kwa ajili ya kuwatia mbolea wale. Sasa hizi mboga za majani ndo kazi yake, unaenda kuwalisha wale, ndo wanakufanya wewe unakuwa na kinga ya maradhi, vinakufanya
usiugue, kwa sababu kila siku mikono yetu michafu hii tunakula vitu, wale wanapigana kwa niaba yetu, na hapo ndo unajua kwamba huyu aliyetuumba ni mkubwa. Hao wadudu wameingiaje kule? Sasa nafikiri wengi wetu hapa, labda niseme wachache, bwana, nimekula iftari nasikia kuchoka na usingizi. Ndugu yangu, umepandisha sukari juu, umeipandisha sukari juu kwa kula chakula kingi sana kwenye damu. Sasa mwili unaamua kufanya hivi, hiki chakula ni kingi mno, naomba nipeleke nguvu zangu zote kwenye tumbo nikakisage, vinginevyo huyu bwana atakuwa nani? Kwa nguvu zinatolewa kwenye ubongo, damu yote inapelekwa kwenye tumbo kusaga. Twende tarawih Sheikh Abbas, mimi wetangulia, tunakuja tangulia tu nakuja, kwa sababu nguvu zako zote zimekwenda kwenye kusaga kile chakula, na hormones nyingi umezitoa, insulini na kila kitu. Kwa hiyo tunashauri, mimi kidaktari nashauri sana uji, kwa sababu kwanza ni chanzo cha nishati, ulirekebisha tumbo kwa sababu ni kitu cha moto, umekiingiza, mishipa inapanuka. Uji unatengenezwa na maji, sisi mchana kutwa tukunywa maji, unajirekebisha na una virubutisho, zile nyuzi za kwenye nani, ndo fiber zenyewe zinazoenda kusaidia. Binafsi naepuka sana chai na kahawa, kwa sababu kwanza inanisumbua usiku kulala, la pili chai ni diuretic, kahawa ni diuretic. Diuretic maana yake itakufanya uende msalani. Sasa yale maji unataka kubalance unaenda kuyatoa, na ndio maana kwenye ndege mara nyingi na washauri epuka caffeine, ndio iko kwenye chai na kahawa, itakupeleka haja ndogo na wewe uko juu kule. Nafikiri mmewahi kusikia watu wanapata mshtuko kwenye moyo, kwa sababu sasa damu inakuwa nzito, kwa sababu maji yanatoka. Zungumzia sasa kiujumla. Yule ndugu yangu aliyenifuata anasema, bwana, nimepewa dawa za magoti za maumivu. Mimi nasema na maumivu labda mara moja naweza kunywa dawa mara moja mara mbili, lakini kutumia dawa za maumivu kwa muda mrefu, sasa utatoka kwenye magoti utakwenda kwenye kuunguza tumbo, uishie vidonda vya tumbo, utaenda kuharibu figo. Kwa kubwa ni kushauriana na daktari wako, kwa sababu kuna vitu, na nitatoa mfano, najua unawaathiri watu wengi. Kuna baadhi ya matatizo ya mgongo, matibabu yake ni mawili tu, either tukupeleke kwa mama cheza au tukupasue. Yaani Kiingereza wanasema hauna gray area, kwa sababu dawa za maumivu basi umepata dawa inatumika, nguvu yake ni masaa 8. Kwa hiyo baada ya masaa 8 nini kinatokea? Unywe tena masaa 8, unywe tena masaa 8. Kwa hapo vitu vingi huwa ni ushauri kama ni uzito mkubwa, kwa sababu kwa mfano magoti, we una kilo 100, kilo 100 ni mifuko miwili ya simenti. Sasa we niambie, sio kwamba ukibeba mifuko ya simenti unatakiwa ushushe alafu ulipoufikisha. Wewe umebeba mifuko ya simenti miaka miwili, miaka mitatu, ni kwamba magoti yataendelea kuharibika. Kwa pale katikati tunatoa ushauri kwamba jinsi ya kupunguza uzito na kufanya mazoezi. Na ndugu zangu, mazoezi sio lazima uende kwenye gym. Mimi siku naenda kwenye gym ni kwenye hoteli, labda huko nimesafiri nimefikia, lakini mimi natembea tu. Na Sheikh Abdalla hapa amenikumbusha kuna baadhi ya chai siku hizi hazina caffeine. Tatizo kubwa ni kwenye caffeine. Kwa hiyo kama hiyo chai ni ya kweli haina caffeine, haina tatizo.
Yeah, green tea mimi binafsi nakunywa sana green tea. Kwa hiyo naomba lile nililizungumzia jeno kwenye chai zenye kafeini nyingi.